not only to give us a new season but a new way of saying. Kwamba watu wengi wanaingia mwaka mpya na mtazamo ya last year na mambo ya mwaka uliopita, regrets ya mwaka ambazo zilipita, majuto ya mwaka ambayo ilipita, mtazamo ya mwaka ambayo imepita. Tunaingia mwaka mpya na failures ya mwaka ambayo ilipita. But leo nataka niwatie moyo kwamba tunaingia mwaka mpya na mtazamo mpya. A new year, new perspective. Mwaka wa 2026 ni mwaka ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia na ni mwaka ambayo ni mpya katika maisha yetu. So tunapoingia na mwaka huu, tuingie mwaka wa 2026 tukiwa na mtazamo mpya, tukiwa na malengo mapya na tukiwa na matarajio mapya katika maisha yetu. So usiingie ama ukitarajia kwamba mwaka mpya inabadilika tu automatically. Ni sisi wenyewe kubadilika, sisi wenyewe kubadilisha mtazamo, sisi wenyewe kubadilisha mawazo yetu, sisi wenyewe kubadilisha vile ambavyo tunafikiria na vile ambavyo tunatenda. So jambo la kwanza ambalo tutaangalia, enter the new year with a renewed mind. Kwamba unapoingia mwaka mpya, ingia mwaka mpya na mawazo yaliyobadilika. Kuwa na mawazo yaliyobadilika, mawazo ambayo sasa imejiandaa kwa ajili ya mwaka wa 2026. Romans chapter 12 verse 2 akasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Kwamba tunapoingia mwaka mpya, enter the new year with a renewed mind. Na akasema mgeuzwe nia zenu, na baada ya nia zenu kugeuzwa, tutajua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Akasema katika Romans kwamba tutajua, maana nia zetu zimekuwa mpya, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Na akasema mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na mambo yaliyo timilifu. So tunapoingia mwaka mpya, ingia na mawazo mapya. Life follows the direction of the mind. Vile ambavyo nia ilivyo, hivyo ndivyo maisha yetu itakavyokuwa. Na tunasema penye nia hapakosi kuwa na njia. So maisha inafuatana na nia zetu, mtazamo tulio nayo, hivyo ndivyo maisha itakavyokuwa. Maana vile ambavyo unajiona, vile ambavyo umejiweka, vile ambavyo umeconclude, vile ambavyo umeweza kuangalia kwa hiyo mtazamo, hivyo ndivyo na maisha yako itakavyokuwa. Hivyo ndivyo na jamii yako itakavyokuwa. Hivyo ndivyo na kazi zako zitakavyokuwa. So unapoingia mwaka mpya, enter the new year with a renewed mind. Kwamba tuingie na mtazamo mpya, tuingie na mwelekeo mpya. Old thinking produces old results. Old thinking, kuna watu wameishi katika mambo ya zamani. Tunapofanya kitu kipya, wao wanakaa wakitaja mambo ya zamani. Old thinking. Kuna watu ambao hawabadilikani. Kuna watu ambao hawatakangi change. Kuna watu ambao huwezi badilisha nia zao, wanaishi wakisemanga mambo ya zamani. So old thinking produces old results. So unapokaa katika mambo ya kale, ujue kwamba huwezi ukasonga mbele. Kuna watu ambao wanatajanga mambo ya zamani. Utasikia tu sisi zamani, sisi wakati ule tulikuwa tunafanyanga, those days tulikuwa tunakanga namna hii, tulikuwa tunafanya namna hii. Old thinking produces old results. So tunapoingia mwaka mpya, tutoke katika zamani zile, ingia na mawazo na nia ambayo imebadilika. So renewed thinking produces transformed living. So ingia mwaka mpya na renewed thinking. Tunapoingia mwaka huu, angalia jamii yako, angalia maisha yako, angalia shughuli zako, angalia watoto wako, angalia kazi ya mikono yako. Usiingie na mtazamo ya zamani, tuingie na mtazamo mpya, kwamba Mungu anaenda kutuinua na Mungu anaenda kutubarikia. A phone may be new, but without a software update, it malfunctions. The phone does not need replacement, it needs renewal. Unapokuwa na simu, unapokuwa na laptop, wakati mwingine unasikia Windows may expire. Hauhitaji kubadilisha laptop ambayo uko nayo. Hauhitaji kutupa hiyo laptop kama hiyo simu. Kitu ambacho unahitaji kubadilisha ni software yake ili pia iweze kuendelea.
So mwaka ambao tumeingia 2026, hatuhitaji kubadilisha na mwaka huu. Ni sisi wenyewe kubadilisha mtazamo ambao tunaingia nayo mwaka huu. Usiwezi badilisha mwaka ni ile, miezi ni ile, tarehe ni zile, lakini sisi tunahitaji kubadilika na sisi tunahitaji kutengeneza nia zetu. So God updates our lives by renewing our minds. Tuachie Mwenyezi Mungu update maisha yetu, renew our minds, kwamba tunaingia 2026 tukiwa na mtazamo tofauti. Kiingia kanisa, mtazamo tofauti. Katika kwaya, mtazamo tofauti. Katika ushirika wazee, mtazamo tofauti. Katika ushirika akina mama, tuwe na mtazamo tofauti. Katika Sunday school na katika program za youth na program zingine zote, tuweze kuingia tukiwa na mtazamo ambayo ni tofauti. Maana Mungu anaenda kutuupdate. So God updates our life by renewing our minds. Kubali Mwenyezi Mungu abadilishe na nia yako na abadilishe na mtazamo yako. Tupe nafasi kwamba mwaka huu Mwenyezi Mungu tubadilishe. Mwaka huu utupatie mtazamo mpya. Na akasema akitubadilisha na akitupatia mtazamo mpya, tutajua yaliyo mema, tutajua ya kupendeza Mwenyezi Mungu, na tutajua yaliyo kamilifu mbele zake Mwenyezi Mungu. So God changes our lives. God changes life by changing how we think. Mwenyezi Mungu anabadilisha maisha yetu kwa kubadilisha vile ambavyo sisi tunavyofikiria. So pea Mungu nafasi mwaka 2026 akubadilishe. Abadilishe mtazamo ambao umekuwa nayo kwa mambo mengi. Mtazamo ambao umekuwa nayo kwa vitu vingi. Nia ambayo umekuwa nayo kwa mambo ambayo inaendelea katika ujenzi, katika Sunday school, katika kwaya, katika development, katika wazee, katika vijana. Mtazamo ambao umekuwa nayo katika jamii yako, katika maisha ambao unafanya, shughuli zote ambazo unazifanya mwaka huu, kubali Mwenyezi Mungu achukue nafasi na kufanya mpya katika nia na mtazamo ambao uko naye kwa ajili ya kazi zako na shughuli zote. So God changes lives by changing how we think. Maisha yetu yatabadilika ikiwa tutakubali Mwenyezi Mungu abadilishe mtazamo ambao sisi tuko naye kwa kila jambo. So enter the new year with a renewed mind. Jambo la pili, enter the new year with a different view. Ingia mwaka mpya na mtazamo tofauti. Different view. Unaangalia vitu namna gani? Mtazamo ambao uko nayo unaangalia kwa njia gani? Katika Numbers chapter 13 verses 30 to 33. Numbers chapter 13 verses 30 to 33. Tunaangalia wapelelezi 12 walipoenda katika nchi ya Yeriko kupeleleza mji ambayo Mwenyezi Mungu aliwatuma ya Kanaani. Na wakaenda na wakapeleleza nchi hiyo katika Numbers chapter 13 verses 33. Kisha wakarudi wakaleta habari. Biblia ikasema, baadhi wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita katikati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaokaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wanaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Hawa ni wapelelezi 12. Waliingia katika nchi wakaipeleleza, na wakamwambia Musa kwamba katika mstari wa 25, wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. So walileta habari na wakaweka rubber stamp juu ya hiyo nchi. Wakaanza wakimwambia hakika yake ni nchi ambayo ni nzuri, matunda, asali na maziwa ni haya. Lakini hapo mwisho wakamaliza vibaya, wakamwambia nchi ni nchi ambayo inawala watu, nchi ambayo
Hawa watu wana nguvu